Hodi. Karibuni. Karibuni. Karibu. Sasa hizi? Safi, naona tuonane. Sasa hizi. Salama pia. Salama. Karibuni mkae. Asante. Ndio. Karibuni. Tumekaribia. Ndio, za siku. Nzuri tu ukiza huku. Safi hama pale. Pale hama. Pale kwenye ile nyumba hama. Kuhama. Sidhani kuhama nataka ila mume wangu ana shida. Shida gani? Yaani hame mshirikina kabisa. Mimi nilikushauri uhame kwa sababu ujauzito wako ushafikia wakati wa kujifungua. Mtoto anaweza ukajifungua kwa pressure. Kwa sababu hii mimba ujauzito huo uko karibu kabisa na kujifungua, lakini hata ukijifungua pale pana matatizo. Unaweza ukajifungua kwa pressure ukikaa pale. Kwa mimi ushauri wangu hama pale, na hata ukihama siku 2 tu utajifungua salama kabisa. Haya, asante. Ila leo nimekuja na rafiki yangu hapa ana matatizo yake. Na kuomba mganga umsaidie. Sawa. Karibu. Asante. Mimi naitwa Mlimbichi. Muda wote, mchana, asubuhi, jioni, njoo kwa kujinafasi. Wala usiogope. Karibu. Asante. Umesema unaitwa? Kunimbichi. Kunimbichi. Asante. Basi karibu sana. Bwana, mimi huyu nimempokea. Siku wote, wakati wote, fursa. Njoo bwana. Wala usiwe na wasiwasi. Sawa, nashukuru kwa hiyo. Karibuni. Haya. Basi fanya hivyo. Sawa. Shauri bembeleze mmeo. Nitajaribu kama unielewa. Muhame pale. Sawa. Sawa, siku Sawa yangu. Namtakia kazi njema. Nashukuru sana. Ila mume, nataka nikwambie. Najua zamu yangu inaisha. Kazini. Nataka kukutia kwa dada yangu. Ukapata jambo kimoja tu cha kama. Usijali mke wangu. Tatekelezwa na uniambia. Anakupenda sana kwa sababu hekima na busara. Wala nisikia mbaya sana kuli kazini. Niliweza kwamba kutoka mbao. Usijali. Nitafanya kile ukitakacho kwa sababu nakupenda. Nitie mama yangu kwa dada. Mume kashaenda kazini. Ndugu wangu. Ni kweli umejipanga. Tena umejipanga kweli kweli. Huyo mume wetu akiwa kwangu zamu yangu imefika. Ikifika asubuhi anakuja kukuaga wewe. Tena kwa mbwembwe zote. Lakini ikiwa zamu yako, mimi si yako. Dada, ukisema hivyo nakusikia. Leo mume wetu leo kapata simu ya dharura kazini. Kaondoka haraka. Kwa hiyo kama tumsamehe. Ndio maana nakwambia umejipanga. Yaani uko kwenu umejipanga, lakini mimi nimejipanga zaidi. Hiki ni kisiki cha mpira. Hakishindwi kitu. Nilikuwa njegega. Natokea hivyo. Sasa kama umekuja kwa miguu, utaondoka kwa miguu. Kama unatokea linga, mimi mtoto wangelengele, na mimi pia nitakuonyesha.
Kumeja siku saizi hapa. Fundi vipi? Naona muda wote nakustua nini kama unisikii hivi. Nisikia ndugu yangu, na wala siokuwa. Basi mimi najua unajua nicho kitu nileta hapa. Mimi shida yangu kitanda changu tu. Kitu ambacho kimenileta hapa. Mzigo wako bado ndugu yangu. Baba. Nataka kitanda changu. Najua kwamba unikabidhi. Sawa. Lakini naomba unipe muda kidogo. Naomba unipe siku 2 tunamalizia kazi yako. Unajua usinifanyie huni. Mimi mwenyewe muuni tena nimeshindikana, tena chizi. Nasema hivi, kama huna pesa ya kunirudishia, nipe kitanda chako, niondoke nacho. Ukileta kitanda changu na kuletea na kupa kitanda chako. Full stop. Vipi bwana? Mungu anasaidia. Bwana nipo pale napiga randa lakini masikio yote nakusikiliza wewe. Kitanda chako bwana ipo tayari. Iko wapi? Isipokuwa subiri kwanza. Isipokuwa kuna maswala kidogo tutakayorekebisha. Maswala mzigo ulivyo. Kuhusu kitanda chako, huyu bwana labda niseme mimi ndio nilomsimamisha. Kwa nini umekizuia? Kuna bwana tulikuwa tumtengeza kitanda chake hapa. Kampa. Tukakitengeza tu kile kitanda, lakini nikamwambia huyu bwana Zumba, kile kitanda cha ndugu yetu Mavokali. Unasikia bwana? Hichi kitanda kuna kitu nataka tukichomeke pale. Kwa kile cha ndugu yangu Mavokali nikamwambia lazima kuna kitu kiwe. Wewe mwenzetu hutaki kutoa kitu kibaya baya. Sasa lakini angalia basi. Wewe kuna kifaa fulani kimeingizwa kwa nataka tufunge. Funga hicho kitanda kitakuwa hatari. Unanipa maneno. Ni wazi kwamba nawe unajiingiza kwa papo wewe pamoja na huyu. Sikiza, huyu acha ndio maana sikufuata yeye amemfuata huyu. Nasikia bwana Ni wazi unajiingiza. Sikiliza nikwambie mimi. Huyu achana naye sasa hivi. Wewe kana kufahamu tunaheshimiana. Huo mzigo nipe mimi. Kama biza naamua kunivunjia heshima. Achana naye huyu. Nipe mimi huo mzigo. Huyu bwana Zumba achana naye sasa hivi. Bwana Zumba anaamua kunivunjia heshima. Nipe pesa mimi ndio jukumu. Mbona gonga hivyo? Unasema na mlango? Dada, unajua kabisa leo ni zamu yako ya usafi. Nimeenda chooni, vile vitu havijadekiwa. Kwa hiyo Sio kwa hiyo, nimekuja kukumbusha kuhusu usafi. Juzi tu pale kuja bwana afya. Tumetoza shilingi 5,000, watu wametoa shilingi 5,000 ya usafi. Hivi mwanata mume wako kweli? umesema nani katoa? Mume wetu. Hakubali toa. Si ndio? Mume wetu katoa ila sio wewe. Kwa hiyo inakuuma nini hapo kwa mfano? Wewe ni golikipa. Sija kwa ukoro, nimekuja kukumbusha kuhusu usafi wako. Wewe mtoto koma tena dada yako ikushike. Ina maana uko tukokokona kaingia ndani, hicho chochote kikuta kichafu. Samahani dada. Nakuheshimu sana, naona unaongea sana. Nimekuja hapa kukufuta kuhusu mambo ya usafi. Tena naomba tuheshimiane. Sasa hapo ndipo nilikuwa napasubiri na ninapataka. Nilikuwa nakusubiri sana siku nyingi. Wewe sasa tutakuja. Sema na mwanangu kama ukufanya ufanye usafi ufanyike. Ule mtaendelea ni chafu. Ule mtaendelea chafu. Allah hapendi mkigombana. Na Bwana Zumba kuoa mke zaidi ya mmoja ameamrishwa na dini na Allah ndivyo alivyoamrisha. Sawa shemeji? Basi ingia ndani. Sigombane. Wala usazi, ungeacha angalau kidogo. Uone watoto walivyonona. Vipi bwana usazi? Siongee maneno hayo bwana. Mtihani bwana, achagua. Hajiamulia. Bwana Yuki, asante sana. Endelea kuwa na moyo huo huo. Huu ndio ujirani mwema. Ukisikia ujirani mwema, basi huu ndio ujirani mwema. Sio watu wanagombana, nyinyi mnashangilia. Unajua hata siwezi kuona mashemeji zangu wanapigana hapa wanaumizana. Nikiangalia. Nakushukuru sana ndugu yangu.
Sina cha kukupa zaidi ya kusema asante na Mwenyezi Mungu atakubariki. Naoa tunajiona. Asante sana kwa bwana pole bwana. Katika siku ambazo umeniuzi, basi leo ni siku moja wapo. Naweza kuniambia ni kitu gani kilichofanya mpaka mkapigana? Kwa nini unanitia aibu? Ni kitu gani mnakosa kwangu? Safina, kuna kitu umekikosa kutoka kwangu? Safina, sinakuuliza wewe. Usta, ni kitu gani ambacho umekikosa kutoka kwangu? Hapana. Ukewenza sio uwanja wa mapambano. Sasa kwa nini mnaleta vita? Tatizo ni mimi au tatizo ni nini? Huyo mkeo hataki kuniheshimu. Anadhani ipo siku atanipindua. Hasilani habadani, huwezi kunipindua. Mimi ni mke wa kwanza nilianza. Hauwezi kunipindua. Nini nakosea heshima? Mume wangu, naomba unisamehe. Nilikuwa namkumbusha tu kuhusu usafi. Afu ilikuwa zamu yake. Mimi nimekosea wapi? Dada, naomba unisamehe. Dada, naomba unisamehe. Koma, mimi sio dada yako. Kumbuka wewe ni kubwa. Na huyu ni mdogo wako. Wewe ndo unapaswa kumuongoza huyu. Sasa kwa nini wewe unakuwa ni chanzo? Hizi tabia mimi sizipendi. Safina, sema unachotaka. Sema hapo umefika kwa kuni mbichi. Mzee kuni mbichi. Naam. Ninachokitaka kutoka ndani ya moyo wangu. Ndio. Na mke mwenzangu. Ndio. Nataka awe chizi. Kwa nini umeamua hivyo? Babu, kama unavyojua katika ndoa, kila mtu anakuwa na malengo yake. Sasa. Lakini toka amekuja huyo mke mwenzangu, Ndio. anataka nitawale mimi, anataka amtawale mume wangu. Na mimi kabla hajaja yeye nilikuwa nimeanzisha ujenzi kijijini kwetu. Sasa. Lakini toka amefika hata tofali sijanunua. Usione ukubwa wake. Safina, hayo ni majukumu makubwa. Mimi hayo siyawezi. Ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pesa unayo? Babu, hakuna kinachoshindikana mbele ya pesa. Kuhusu pesa, shaka ongea. Basi sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ile inawezekana. Safina, kwa uhakika na kuhakikishia mimi, natakiwa upate nguo ya ndani ya mke mwenzio. Elewa? Halafu upate na gauni nzuri ambayo unalipenda au kanga. Uje nayo hapa. Na kuna mtu nakuta mimi nitakwenda kuchua kwa sababu huwezi kujua ulipo. Isipokuwa tufanye mambo ambayo yanakuisha mapema kwamba lini utakuja, kwa sababu hii inatakiwa kwa muda maalum. Nafanya kitu kwa muda maalum. Kwa hiyo mimi niende polini nikachukua mti na wewe utelete ile nguo ya yule mwenzio. Lakini sasa utaipata vipi? Uwezo kuipata? Babu, bila chochote. Sipishi hapa. Lete ile nguo. Kwa ushoga yangu, nimekuta hapa na matatizo. Najua ni rafiki yangu wa muda mrefu tu. Lako langu na kwangu la kwako. Ndio. Mwanzo nataka niache ndoa. Kwa nini? Kivipi? Hebu nielezee. Mke mwenzangu ananikosesha raha. Ananinyima amani katika ndoa yangu. Silali mimi na mume wangu vizuri. Sili chakula kikapita. Maji sini mimi yakatosheka katika kiu changu. Shoga yangu, ndo wataka ufanye nini? Kwa nini unataka umwache mwanaume? Kwani mwanaume hakupendi? Mume wangu ananipenda, tena ananipenda kulikweli. Hapo unachokitaka. Chochote ninachokihitaji ananigaia. Sasa kwa nini kwanza wataka kuondoka? Kisa huyo mke mwenzio? Hivi wataka urudie tena zile tabu za kipindi kile tulizokuwa tuhangaika kule? Wataka urudi tena huko? Wewe ndio ulitangulia kuolewa, ndio nikafuata mimi. Mimi mwenzio hivi unavyoniona nimerukaruka wewe. Mwisho wa siku nimeangukia kwa mganga. Mwenzio nimeolewa na mganga wa kienyeji. Wewe Mimi nimeolewa na mganga wa kienyeji. Sasa nilo tatizo lako. Mimi nitaenda kuongea na mume wangu. Mume wangu ni mganga. Nikisema mganga namaanisha mganga. Ni fundi ibidi.
waja wanaume, waja wateja hapo nje wapaki magari, na kila nikuja harudi mara 2. Maana akitoka akienda zake kushafanikiwa. Sasa katika hili mimi nitaongea na mume wangu, nitamuelezea kwa ufupi ili akufanyie dawa. Kwanza umeogopaje mwanamke mwenzio? Kwa nini umeogopa? Yule akikusemesha jeuri na wewe mjisemeshe jeuri. Akikusemesha vizuri na wewe msemeshe vizuri. Nakwambia mume wangu atakuja kufanyia dawa. Yule mwanamke mwenzio atanyamaza, tena atatulia, na wewe ndio utakayekuwa wapanga kwa mumeo kila kitu, na mpaka ratiba ya kwenda kulala kwake wewe ndio utakuwa wapanga. Bibi, kaa utulie na mumeo. Wewe ukitaka kurudi kule, mimi mwanzo sitaki hata kurudi tena. Maana hapa nimepata mume japokuwa mganga, lakini nashukuru Mungu maana zile shida sizitaki tena. Sitaki. Kaa utulie na mumeo. Sawa, umenielewa? Basi shoga yangu, mimi nashukuru kwa ushauri wako. Yaani mimi nakupenda. Yaani nilijua tu nikikuita wewe hapa ukosi la kunyama. Wewe kaongea na shida. Yaani ikifanikiwa ile yangu. Kikweli hata sitinga kupata yangu. Mimi hata sitaki zawadi, wewe hata usijali. Si wanijua mimi shoga yako, tena kuna kipi ambacho niliweza kufanyia kikakwama? Nakujua Ukumbuki enzi zile? na maana nikakuita hapo. Sasa wewe kaa utulie, mume wangu namuweza mimi. Kaa utulie. Basi ina shida. Kijana samani, hebu njoo kidogo. Marahaba za saizi. Kwema, lakini mwanangu, kwa nini nyumba yangu unaifanya nyumba ya mapigano? Kivipi mzee wangu? Ina maana huelewi? Wake zako kila siku ni kupigana tu. Tena wake zako wana hata adabu, wana hata heshima. Wake zako wanasababisha mpaka wapangaji wengine wanahama kwa kelele. Wanapiga muziki asubuhi mpaka saa 4 ya usiku. Juma kahama. Sikujua kesho kutwa pia anahama. Kwa hiyo mwanangu, nilikupa ile nyumba uishi na wake zako kwa nia nzuri, lakini ona sasa hilo halipo. Ninachokuomba mwanangu, uhame ili hiyo kelele ukapige sehemu nyingine. Nyumba sio ile tu, napata na nyingine. Ili hizo kelele, ngoja nikwambie kwanza, ili hizo kelele ukazipigie huko, sio hapa kwangu. Sitaki. Yangu habari yako? Salama mume wangu, vipi? Safi vipi? Wema, sawa? Safi. Nilipitia shamba. Safi, nilipitia shamba kule kuchuma timba dawa zangu hapo. Maendeleo vipi lakini? Safi. Wewe chukua mwaka huko. Haya, asante. Na kinachokula mimi na wewe ule. Tupendana. Mume wangu, naomba nikuombe kitu. Kuna yule rafiki yangu anaitwa Husna. Nilishawahi kueleza yule rafiki yangu ambaye nilikwambia nilisoma naye. Namkumbuka. Yule ana shida, ana matatizo. Yaani ndipo muona mpaka nikatamani kulia. Mpaka yani sikuwa na jinsi mpaka nimemuuliza. Kaolewa, kumbe yule kuolewa ukiwenza. Huyu mke mwenzie anavomsumbua. Kampanda kichwani ni Husna, si nilokutana naye leo. Yaani kabadilika, kapungua, kakonda na mawazo. Kisa ni huyo mke mwenzie. Anasema kwamba yani hampi nafasi kwa yule mume. Naomba umsaidie mume wangu. Sasa tumsaidiaje labda? Yule nafikiri labda umtengenezee kama ni dawa ili kwa mume wake naye aonekane kidogo. Hilo mke wangu. Hiyo si tatizo dogo hilo. Kweli mume wangu. Hilo haina shida. Hilo haina shida. Kweli. Wewe unanijua basi. Hapo tunaoni.
Basi makubwa. Mwambie aje. Kwani mwambie aje? Mwambie aje. Lini? Muda wote kuna hapa siku yake bwana. Basi sawa, mimi nitajaribu kujua na kutana naye vipi ili nimwambie aje. Sasa hamna kitu chochote ambacho utaagiza kutoka kwake ili ajipange mapema. Sawa, lakini inatakiwa yule aje. Aje kwanza. Unaelewa? Halafu nimsikilize anachotaka. Nitamtuma kitu ambacho kitafaa. Basi ataleta. Basi sawa mzee wangu. Hiyo haina shida. Wewe tunaingiwa mimi. Hello. Basi sasa ugali wali. Mara maradhi kwa Ndio shida yako. Nakusikiliza. Nyumba ya nini? Kulingana na vurugu ambazo zinaendelea hapa kila siku. Ni bwana nitafute nyumba nyingine. Mwache mimi. Unajisikiliza hicho ninachokizungumza? Yaani mimi wa kwanza niliyeanza. Nitoke nimwachie huyo, sio rahisi kama hivyo unavyofikiria. Sasa mke wangu, kuna shida gani mimi kukueleza? Kumbe unapenda sana hizo vurugu. Yaani hapo wewe uone kama kuna shida? Mimi ni mke wa kwanza tu. Kama unaona ni rahisi mwenzangu, anze huyo kimada wako. Safina. Unamuita mke wangu kimada? Habari ya kumuita mke wangu mimi kimada sitaki. Kumbuka yule ni mke kama ulivyokuwa wewe. Ni mke wangu wa ndoa. Haiwezekani muite kimada. Safina, umekuwa jeuri siku hizi. Hawezi kuwa mke kama mimi. Mimi ni mke wa kwanza niliyeanza. Huyo ni kimada tu. Nitakupiga. Kwani unataka kunifanya nikufanyie vitu ambavyo sipaswi kukufanyia? Hivi hicho kiburi umekipatia wapi? Naomba ujiheshimu. Naomba uniheshimu. La. Naomba ulale. Tumeweka utaratibu na hatupasi kuvunja utaratibu. Leo si zamu yako, ni zamu ya mke mwenzangu. Kaya mama. Wow. Leo tupo tunanini na kuoza kidogo mbele ingine. Kupenda. Kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Nimetafuta chumba. Nahitaji uhamie kwenye hii nyumba. Mwache dada yako yakae hapa. Wewe ukakae sehemu nyingine. Mungu bwana. Hata swala hilo ndio la kukuumiza kweli. Mimi sitaki kupenda mume wangu. Nipo tayari kurudi kama hivi. Mimi najua unahitaji amani katika nyumba yetu. Hata usijali kwenye hilo. Ndio mke wangu. Elewa sana. Kwa hilo mke wangu. Kwa hili. Kwa nzuri. Kula bwana. Mimi nakwambiaje? Nimefurahi sana. Na nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kwa mke wangu. Maana marafiki zangu wote ni mimi tu. Ndio. Naona umefanikiwa. Mzee Kunimbichi, kama ulivyosema, kila kitu kiko sawa. Umefanya hivyo.
Yule bibie. Safi sana. Aenda kwa jirani yake. Akasema ndio huo muda. Safi sana. Hichi ndio anakuwa anauambia. Ehe. Safi sana. Na ile dawa nilishapata kule. Nishainunua, kwa hiyo wewe ni kukabidhi mzigo. Safari atajuta kuvamia ndoa za watu. Lakini sasa nataka kesho saa 7 utachukua moto mwingi, alafu utaingia chumbani kama atakuwa mke mwenzako hayupo. Kwa sababu lazima unapoitia pale jikoni, kelele zitaanza hapo hapo. Na atakimbia. Kama atakuwa yupo ndani, basi kaifanyie hata kwa jirani yako. Maana ukichoma na uko na tayari. Unaelewa? Kwa hiyo ukaichomea kwa jirani, au kama hayupo unaweza ukaichomea kwa ndani kwako. Lakini hakikisha moshi pate. Yaani kesho utakuwa peke yako pale. Kwanza atakimbia, yani pale atakuwa hayupo. Isipokuwa utampa kazi mumeo ya kumtafuta. Nitamtuliza. Huyo mume wangu? Mume wangu mimi? Nitamtuliza. Sio shaka. Watu wanapotakiwa kuja mjini wajipange. Ni kweli. Yeye anakurupuka kuja kuvamia ndoa za watu. Sasa hizi nguo hizi sisi tutachukua kidogo sana. Baadaye hizi uzirudishe. Mimi nitachukua kidogo tu. Sawa. Si mnakaa nyumba moja? Tunakaa pamoja. Basi fanya hivyo. Sio wasiwasi. Mimi nakwambia kwa mtu wote anataka hivyo. Utaniletea wateja hapa. Mzee Kuni Mbichi. Kwa mpaka hapo mimi nakuamini. Wewe usio na wasiwasi. Simuona lidude lilivyokaa hivi? Atakuwa kama hivi na kichaa hivi masengo sengo. Yaani wewe usio na wasiwasi. Bwana. Sababu unataka kufuata na shida. Kimzie ibaki rehema ya Mungu. Shukuru wazeta. Natakiwa tuachie wajukuu sasa. Sasa mamaga unafanya sawa, lakini pesa yangu jana. Kuni Mbichi. Kuhusu pesa shakaondoa. Na hiyo pesa mimi usinipe. Lakini nitakufanyia mambo kesho saa 7. Saa 8 unaleta pesa yangu hapa. Sasa usipoleta, basi hakikisha kabisa kwamba nimemweza yule, wewe siwezi kukushindwa. Wewe shakaondoa. Kuhusu pesa wewe, yani hakuna shida, kila kitu kiko sawa. Basi sawa. Lakini kuhusu pesa hapa, shakaondoa. Mimi nakubali hilo. Hii shika kamata ili atizame hapo. Unachofanya mimi nikifanya hapa na unanuia. Nanga bahika na kusigira. Heka na kusigira muso. Naga makasisimezi kapena na kabuni ya kumanyika. Yule mwisema anaitwa nani vile? Anaitwa Mwajuma. Sawa. Sasa vile kabana hapa wewe unasema mtoto wa Mwajuma anataka awe hivi kuanzia sasa. Sawa? Haika na kusikia. Naga makasisimezi kapena na kabuni. Naga mwanao. Naga anataka yuma mtoto wa Mwajuma. Nitakapochoma dawa hii naye alaruke, yani nimtenganishe na akili zake. Hii dawa bwana unaidharau, lakini matokeo yake utayaona kesho saa 7, Mungu ajalie hapo. Kesho unachukua hichi, unataja kama tulivyosema hapo, unatia katika moto. Hakikisha moto moshi usikupate. Jibu litakapokuwa liko tayari, lazima ufike hapa. Sawa? Unahakikishia kwamba mambo mazuri. Sio mimi nakaa huku mambo ishia kwa mazuri unaambia chochote. Najua kama nimeshindwa. Hapa pashindikani vipi. Haya. Hii dawa unafanya kama nilivyoelekeza. Hakikisha unapoichoma moshi usikupate. Sawa, weka moto mwingi, choma uondoke. Kaka, wewe ni mzee wangu, lakini pia wewe ni mshauri wangu. Yote ulikuwa unanishauri nafanikiwa. Usinichoke kaka. Kaka, nina mtihani kaka. Nakumbuka ulinieleza swala zima la wakewenza. Leo hii najionea. Nyumbani pale ninapoishi imekuwa ni tafulani. Ugomvi hauishi wake zangu. Kila siku wanagombana.
mpaka majirani wanachukia. Kaka, ukewenza ni maji ya moto, yananiunguza kaka. Najuta kwa nini nimeoa mke wa pili. Nimekubali. Leo nimekubali. Zumba, aliyekutangulia kwenye maisha kakutangulia. Na siku zote msema pweke ushinda yeye. Zumba, ukewenza ni maji ya moto. Ukewenza ni mechi kali zaidi ya Simba na Yanga. Kwa sababu kila mwanamke anataka kuvutia kamba kwake. Maana unajua na visoro ngombe mwamba ngoma kuvutia kwake. Sasa hata mimi uliponiambia kwamba mimi naingia kwenye ukewenza, nikaona nikupe dawa. Nikupe majibu. Zumba, ukewenza ni zaidi ya maji ya moto. Na nilikwambia huku kupenda kusokokuwa na maana, huku kuna siku kutakotokea kisogoni. Mimi cha kukushauri Zumba, kaa na wake zako, zungumza nao, uwahamishe pale, watenganishe. Kaka wazungumzia hilo. Nilishalifanya hilo. Na hivi ninavyokuambia, nimeshampa kazi dalali nitafutie chumba cha nyumba nyingine. Basi wazo zuri. Hayo katika miongoni mwa mawazo ya kiume, basi hilo wazo ni zuri. Kwa sababu ukaona kwamba hawa ninaowafuga hawataki kufugika sehemu moja, basi mmoja mtenganishe. Siku zote hawakai zizi moja. Na sio kwamba watu wamekosea. Wanapokuambia mafahari wawili hawakai zizi moja, huwa hawakai kweli. Mimi cha kukushauri, ongea na wake zako. Ongea na wake zako. Mke aogope. Wewe ndio kichwa cha familia. Sasa kama utawaogopa wake zako, usifikiria ya matatizo yataishia hapa. Uelewa. Haya, mimi nikutakie kazi njema. Shoga yangu nilichokuitia hapa. Yaani mamangu mko mwenyewe ndo mchawi. Wewe, nani kakwambia? Mume wangu mwenyewe kanithibitishia. Wewe, kumbe ndio binadamu wabaya hivi? Ama kweli dunia ina mambo. Ukishangaa Firauni utakuta Musa. Hilo nalo neno. Na hivi ninavyokuambia, naenda kujifungulia kwetu Mafia. Hapa sikai. Una pole. Vipi na yale matatizo yako na kutoka huko ni mbichi? Ndugu yangu hapo hapo. Mbona nashukuru. Yaani bado kidogo tu mambo yanajipa. Wacha. Yaani sijui nikubebe kwa mbeleko gani. Asante. Wewe nisi nilikwambia.
Yule ndio kuni mbichi. Hashindi na tatizo lolote. Si umeamini eh? Ndugu yangu, yani mimi nashukuru. Ila kikubwa zaidi, mimi naomba niwahi, nimwahi mume wangu, maana muda wowote anakuwa wa kwangu peke yangu. Sasa ndugu yangu, safari njema. Nikijifungua salama kama nilivyokuwa hivi. Beseni nitakupa. Shemeji, bado nia yako mnayo? Yaani shemeji yangu, mke mwenzangu kanikaa hapa. Kwanza ana mdomo, alafu simpendi. Yaani sina hata raha. Nikinywa maji ya piti, sili chakula kikapita. Sasa bibi yangu anisikilizi mimi, anamsikiliza yeye. Sasa shemeji nataka umfanyie kitu hiko. Yaani alite kuzaliwa. Yaani wa uchizi yaani ukifanikiwa shemeji yangu. Basi mimi jana sikulala. Nimewaza nikafikiria mkono hapana. Huyu shemeji yangu. Wacha mimi nimfanyie vitu. Mwenyewe akashindwa, lakini mimi nimfanyie vitu. Kwa hiyo mambo yako yote mimi yameshakamilika. Isipokuwa bado wewe kutiania. Shemeji nipo tayari kwa lolote lile. Alafu nitakupa kitu. Kesho saa 7 kweupe. Ukisikia lao kibalo. Unakwenda kumwaga ngea panda. Unaelewa? Ukishimwaga ngea panda alafu unarudi nyumbani. Na pia usifike nyumbani kwako. Nenda kwa shoga yako. Alafu uangalie kivumbi. Sijawahi kumkosa mtu na siku. Mimi sina kuaminia shemeji yangu. Sasa hivi vitu bwana, shemeji nataka usiri sana. Kwa sababu mimi nakufanya wewe kwa sababu shemeji yangu. Kwa sababu najua mimi na wewe tunatoka mbali sana. Lakini sasa tunakuta mwingine anafanya pasipo sababu yoyote. Kwa sababu pengine wewe mwenzako naye akwendea mbio. Huko wewe asema wafanye huku, mwenzako naye kumbe akwendea mbio aishike nyumba. Bwana ni mwa mwenyewe. Umeshtuka mapema. Lakini kama nitakufanya hivi, Mungu atasimamia vizuri. Wewe utafurahi. Kweli. Ninakuaminia shemeji. Wewe utafurahi. Hii ikifika saa 7 kesho. Allahu akbar, unatafuta sehemu. Weupe. Kamage tu njia panda. Mchana. Sawa mchana. Njia panda mwanga pale. Wewe umemaliza kazi. Tena hapo nyumbani usifike. Kweli. Unataka ukibwanga tu kumekucha. Mbona kalikorogea? Sasa hapa inabidi tupate nia yetu hapa, shikilia hivi kule ili vizuri. Karatasi yetu tutatia dawa hapa. Halafu utanuia. Jina lake kama unalijua. Unatia nia hapo kwamba mimi nataka huyu awe hivi. Shemeji, utatulia kama mambo yetu yatakwenda vizuri. Hapa bwana tunamkojolea huyu mnake. Shemeji, huu mkojo huu mwenyewe utafurahi. Mambo yanaweza kuwa mazuri. Sasa hapo unaweza ukasema nia yako ni shida yako taratibu kimoyo moyo. Sina wasiwasi shemeji. Hapo umefika. Hapo shemeji, basi shughuli yetu imefanikiwa. Hapo shemeji umekwisha kazi. Hapo safi shemeji. Yaani kalikoroge. Hapo lazima tarehe. Atajuta nakwambia. Basi shemeji, umemaliza kazi zote. Hii saa 7 sana tu. Maana uchawi wetu sasa tunaofanya kweupe. Utanuia maneno haya uliyosema hapa. Alafu utaimwaga njia panda. Sawa shemeji yangu. Na usiwe na wasiwasi kwamba atakaja mtu na baskeli wamkwepa hapana hakuoni. Kweli. Hata kuona. Wewe fanya kazi yako. Weka mambo hapo shemeji. Nashukuru sana shemeji yangu. Maana hapo mambo yameisha shemeji. Asante sana. Mambo yameisha. Asante. Tuombe Mungu atujalie. Na tusimame ajalie. Basi sawa. Mimi naenda. Basi karibu shemeji.
Mimi mke wako nimependeza. Unapendeza. Unakuwa handsome boy siku hizi. Haya, ndio maana nilikuchagulia hizo nguo, nijua tu utapendeza. Asante sana. Niko hivyo pia pasi. Nimekaa. Wewe mkaa useme meneja fulani benki. Umempiga rada. Safari ya wapi tena? Nilikuwa silikwambia jana kwamba leo nitaenda na vifaa vya watu vya kitanda kesho kutwa nirejeshe kitanda changu. Zile pesa pale kwenye kabati nazihamisha. Nimezichukua, nimemtumia mamangu, maana ananiambia kwamba kuna vibarua shambani huko. Pia kuna baadhi ya eka anahitaji kulipa. Kwa hiyo unaona sio vibaya pesa hiyo nikumtumia. Wewe mwanamke. Hivi una akili timamu? Kwa nini? Ulishawahi kuniomba pesa mimi nikakunyima? Mume wangu, ina maana mimi leo ndio nimeanza kutumia pesa zako? Mke wangu, ubaya hakuna lakini ni tatizo. Lazima uniulize. Kwa nini unatumia pesa pasipo kuniuliza sasa? Mimi sioni kama kuna ubaya. Chako chetu, changu chako. Basi. Mke wangu, ile pesa ni ya watu, ya mteja wangu mimi. Kwa nini unataka univunjishe uaminifu kwa wateja wangu? Bwana mamangu mimi alikuwa ana shida. Kwa hiyo sasa pesa mimi naiona. Nifanyaje sasa? Usiongee wewe upuuzi tena. Mimi nakwambia jambo la msingi afu unanijibu jeuri. Pesa utumie afu pesa unatumia. Alafu bado unanijibu mimi jeuri. Kwa shida ni hiyo 200,000. Ndio maana napiga kelele zote hizo. Ndio shida 200,000. Safina, siku hizi umekuwa jeuri sana. Hivi ni kitu gani ambacho kitakubadilisha mke wangu? Mimi nakukosea? Sikutunze mke wangu mimi. Wewe endelea tu na tabia yako. Talaka yako iko mkononi. Nye, wameachwa watu wa maana tu. Ndakuamie sekisese. Hebu niache mimi. Ninachokitaka huyu mke mwenzangu ambaye kaingia kwenye ndoa yangu akawe chizi anayeokota makopo huko majalalani. Amsahau kabisa huyu mume wangu kaingia kwenye ndoa yangu. Naomba kabisa asahau kama alishawahi kuolewa. Aniachie mume wangu ile raha mwenyewe. Aisahau hivyo. Nanukia hii dawa mke mwenzangu achanganikiwe, yani hawechizwa kokota makopo akapotelee mbali baharini, asionekane tena katika dunia hii. Hata familia yake wasimkumbuke wala simtafute. Mume wangu pia naye asimtafute wala simkumbuke. Nibaki na mume wangu tuishi kwa raha kwa amani. Na hata vijana wakimuona babalani wambaki mbali, apate mimba huko pale asije akaonekana tena katika ulimwengu huu. Hapo potee kama vile upepo. Mwenyezi Mungu nakuomba hii dawa ifanye kazi. Alhamdulillah. Asante sana. Hakuna marefu sio bwana. Leo hii wake zangu wanakaa kitako kimoja, wanakaa kwenye busati moja. Kweli jitihada zangu zimezaa matunda. Mapenzi ni kuvumiliana, nami wapenzi nimewavumilia. Mapenzi ni lana, nami wapenzi nawapenda sana. Mapenzi ni lana.
Hivi mnanitania au? Nisalimie huko. Nakutakia safari njema. Nikusalimia nani huko unakokwenda unamjua wewe? Wewe afikiri hiyo talaka yako ulivyonipa umefanya jambo la maana sana. Kama mimi nina makosa ndio maana ukanipa hiyo talaka, Mwenyezi Mungu atanilipia. Na kama wewe ndio mwenye makosa hadi ukaamua kunipa hiyo talaka, vile vile Mwenyezi Mungu pia atanihukumia. Labda kama mimi sio mke wako wa ndoa, lakini kama mimi ni mke wako wa ndoa wa halali, Mwenyezi Mungu atanihukumia katika hii dunia. Baki na hivyo viswaswadu vyako. Mimi naenda zangu na kutekea maisha mema. Lakini kama mimi mke wako wa ndoa, utapata tabu sana katika maisha yako na utahangaika kutafuta wanawake wa kila aina katika hii dunia. Lakini hutapata mke kama mimi. Maneno ya mkosaji tu hayo. Dua la kuku kamwe alimpati mwema. Dua yako hata mnazi haijamaliza. Sawa. Lakini mimi namwachia Mwenyezi Mungu, utahangaika sana. Hutapata mwanamke kama mimi. Mume wangu, siku mbili hivi siku sawa kabisa. Yaani naota ndoto za ajabu ajabu. Mara niko kwenye msitu, afu nakimbizwa na wanyama wakali. Mara niko baharini kwenye kina kirefu. Yaani mpaka naogopa. Sambo ancheka. Nakusikiliza unavyoongea. Unafanya masiara kweli? Masiara gani? Mimi juzi niliota nakimbizwa juu ya mawingu. Nikuja kushtuka, niko nayo mke wangu. Hivi kwa nini unapenda kufuatiliza sana mambo? Ndoto ni ndoto tu mke wangu. Ya usiku ni ndoto, ya mchana ni ndoto. Yaani wewe na mke wangu mwenzako. Hautofautiani kabisa na Safi. Mama tunataka kunapuuzia, usifanye masiara. Mimi naogopa mume wangu. Mimi nifanya kushauri kitu. Kama kuna ustazi unafahamu ambaye anajua kutafsiri ndoto, nilikuwa naomba umwite. Tunashia kutafsiri ndoto wako wapi sasa hivi mke wangu? Mtalizo unapenda kupuuzia vitu. Mimi nakwambia ukweli, unaita masiara. Sio masiara, ndoto zilikuwepo zamani za kuwa sasa hivi hakuna ndoto yoyote mke wangu. Sawa. Kichwa kinaniuma. Hali yako inanikosesha raha. Bila shaka mareli yamepanda kichwani. Sijui. Basi nimeomba leo bado usingizi. Sikuenda nisipopata kazi. Tunajua nategemea. Lakini vile vile leo wateja wengi sana. Kila kitu Zumba. Tatizo Zumba. Shida Zumba. Kazi ngumu Zumba. Sasa mkosea nini watoto wa watu?
Ugomvi wako wewe na mimi unaingizaje wasichana wa watu jamani? Wake zangu mimi waingizaje? Kama talaka nimekupa mimi ndio nimekupa talaka. Sasa kwa nini unaroga wake zangu? Kama wewe mwanamke kweli umekamilika, niloge mimi si ndio nimekupa talaka? Sasa ndo mambo gani haya unafanyia? Lazima nipize kisasi, iwezekane hata siku. Lazima nimuonyeshe kwamba mimi Zumba ni mtoto wa Kisambaa. Mimi Zumba nimezaliwa Tanga. Baba kama sio mtoto wa Lushoto. Kwa nini kila siku mimi? Lazima nikatambike kwenye mizimu ya kwetu. Mtoto watu jamani, ana shida gani ya? Angalia. Alikuwa na akili zao timamu tu. Leo amekuwa vichaa. Leo mimi na wakiweza vichaa, mimi Zumba. Baridi moyo wako. Nafsi yako imeridhika sasa. Wewe mwanamke mchawi mkubwa. Mwanga. Firauni, mchawi ulioshindikana kabisa. Wake zangu mimi kuwa vichaa sasa nafsi yako imeridhika. Wewe mwanamke. Ninachokuambia mimi kitu kimoja. Nitakufanyia kitu kibaya. Watu wote wataniona mimi Zumba ni mtu mbaya. Ndugu zako watanichukia. Nataka wake zangu warudi katika hali yao ya kawaida. La sivyo. Na kukata kichwa. Na magazeti ya nchi nzima yataniandika mimi. Naomba uwarudishe wake zangu katika hali yao ya kawaida. Masaa 6 nakupa. Hivi wewe mwanamume unapenda kunitafuta nini wewe? Mbona unapenda kunifuatilia sana? Mimi mchawi? Mimi nimewaroga wake zako? Bibi yangu sio mchawi, mama yangu sio mchawi, wala babu yangu sio mchawi. Hizo ni dua zangu nimemwachia Mwenyezi Mungu. Siujui wa tunguri, wala siujui wa vitabu. Siujui wa kuutengeneza, wala siujui wa kuunda. Hivi kwa nini mwanamume unapenda kunifuatilia sana wewe? Dhamira yangu mimi iko pale pale. Kama wake zangu hawatarudi katika hali yao ya kawaida, basi ndugu zako wataniona mbaya. Mji mzima huu wataniona mimi mbaya. Utahangaika sana. Umemaliza? Bado nitabaki pale pale kwenye msimamo wangu. Kama wake zangu hawatarudi katika hali yao ya kawaida. Baba vipi tena baba? Wewe bado kwa siku hizo viatu kelele. Siongei na wewe, naongea na huyu mtalaka wangu. Huyu mimi ni mke wangu na mimi ndio mamlaka naye kuliko wewe. Wewe mimi ndani. Mamlaka anakupa nani kuja kuniunga mtu kuja kelele kama wewe? Wewe kama nani mpaka unakuja kuniunga mtu kuja kelele? Acha hizo wewe. Mwanamke mwenye makombo tu huyo. Sisi tumetoa talaka wewe ndio unakuja kuchukua. Na hivi itakuwa ni akisha uchangamkiwa. Wafamaji wewe. Sijui amelekea wapi. Shombo. Nishadhalilika mimi. Kaka Zumba. Nimeona wake zako mtaani wamekuwa machizi, wanamwaga biashara za watu, wanapiga watoto wa watu. Wananyuki. Kweli? Maeneo gani? Huko mtaa 7. Tunafanya haraka tukawachukue. Toto, basi toto amkuchilie, nyonyo toto. Aele kulilenga, mapulikilo lala na lala. Ngomelo toto wangu.
Shemeji zangu, twendeni nyumbani. Baba, leo kuja na tatizo. Tatizo nilokuwa nalo kuhusiana na mke zangu. Wote wawili. Mke zangu baba wamerukwa na akili. Tena wote. Sijajua sababu ni nini mpaka wakawa hivi. Kwa busara zako mzee wangu, nimekuja ili unisaidie. Naomba msaada wako. Wake zako wawili, wewe Zumba, ulioa mke wa kwanza ukamwacha bila kunishirikisha, na mimi sikujua chochote kilichosababisha kutengana kwenu. Haitoshi, ukawa na mpango wako kwa wake wawili. Nilikushauri sana, muda ambao ndo ulipaswa kunisikiliza, kama ulivyotamka hapa kwamba mimi ndio ningeweza kukusaidia kimawazo. Kwa wakati ule mwanzo ulishindwa kunisikiliza juu ya kesi kwa wawili. Niliokuwa na maanisha ni kama haya ambayo yamekutokea. Sasa Zumba, leo unaponiambia juu ya habari ya wake zako wawili, ni kitu ambacho mimi hakipo kwenye taarifa. Kama ambavyo kutaka kunisikiliza wakati ule. Nasikitika kwamba wewe Zumba kama Zumba ndio mwanangu. Wake zako hawanihusu. Nitakalokukuta wewe Zumba kama Zumba mtoto wangu, niko tayari kusaidia kwa namna yoyote ile. Lakini katika hili utanisamehe sana mwanangu. Sina msaada nayo. Baba, naomba unisaidie. Mama uko tayari? Nilishakwambia hilo sina namna nalo. Nitarudi. Nisikilize. Kilanga chako ndo kilichokupeleka huko. Sasa wataka mimi nikufuate nini? Kwa kama wataka rudi, hutaki basi baki huko huko. Ongea na shemeji, ongea na hawa. Mdogo wangu, huyu shemeji yako huyu. Lakini hawa wanawake hawa wana mitihani sana. Tena hasa ya masala ya ndoa ni mtihani mtupu. Mimi nikwambie kitu kimoja. Mwanamke akajifanya chizi, basi wewe kuwa chizi mara mbili yake. Akajifanya taira, basi wewe ndio mimate kutoke kweli kweli. Kwa sababu wewe mwanamke mwenye kujiheshimu na kumheshimu mumeo, uwezi ukaondoka nyumbani kwako eti unasema mimi niko kwa mamangu. Umemwaga nani? Haya, na mimi nikaondoka nikaenda kwa mamangu. Kwani mimi sina mamangu? Nyumba itabaki tupu. Nyumba itabaki tupu. Watakuwa kipanya tu wanatawala. Sasa nilichokuitia hapa mimi ndugu yangu. Naam. Wewe mimi ni ndugu yangu. Tumeanza kuwa marafiki tangu unaniuzia mabamia, pilipili njanya na mimi naenda kupata riziki sokoni, lakini Allah amejalia leo mimi na wewe tumekuwa ndugu. Lakini kikubwa hawa shemeji zangu
Maana sasa hivi wamekuwa kama mbuzi wa kienyeji, yani kwamba hawana mfugaji. Bila shaka. Kwa sababu na mimi kichwa changu kidogo sio kichwa chepesi. Kichwa changu na mimi kizito. Kwa hiyo nikawatazama. Nikiwaona nikawatazama, basi kuna mambo yana mimi yananiambia. Wale bila shaka watakuwa wamelogwa. Aswa. Hujakosea bwana Chuma Pesa. Hujakosea. Na mchawi wa wake zangu ni mtalaka wangu, Mama Nyuki. Sina neno. Nakwambia, acha maneno. Allah alinitamkia kwa mdomo wake. Akanambia mimi siwezi kuoa na nikakana ndoa yangu. Na nimeona. Yamenikuta. Sasa nimepata. Mdomo unauma. Na macho yanaungua. Sasa kama aliondoka kwako na mapenzi, wanawake hawashindi hayo. Maana siku hizi wanawake kutwa tupishana nao kwa waganga. Bwana mimi nataka nikushauri kitu. Shauri. Mimi na mwalimu wangu anaitwa Kuningichi. Nitakupa namba yake. Simu hii. Wewe mpigie simu, mwambie bwana nimepewa hii namba na mwanafunzi wako Chuma Pesa. Basi jambo litakuwa limekuja. Bwana Chuma Pesa. Ukisikia undugu huo ndio undugu. Undugu kushauriana, undugu kusaidiana. Undugu sio kugongeana hodi na kufuata vyakula bwana ndani. Nakushukuru sana. Namba yake hii. Wewe ukifika nyumbani tena sio ulale. Tena ngoja ni save nisije nikasahau. Mpigie simu, mwambie bwana mwanafunzi wako Chuma Pesa mganga bwana ndio amenipa hii. Basi yule bwana atakutatulia mambo yako. Yaani nataka siku ya harusi yetu yaani iwe sherehe kubwa haijatokea. Alafu mmeenda atavaa suti kubwa. Alafu tutaendesha kubwa. Alafu tutalala naye kitanda kimoja. Kubwa. Alafu kuwa na ubwabwa mwingi kwenye ile hoteli kubwa. Alafu haya naendesha gari. Gari kubwa. Zumba. Karibu. Asante sana. Mzee, nimekuja na matatizo. Sawa sawa. Matatizo yalionileta hapa ndio ni kuhusu wake zangu. Wake zangu ni wagonjwa. Wake zangu wamekuwa machizi. Sawa sawa. Wake zangu wamepotea, nataka kurudi nyumbani. Naomba unisaidie kuwarejesha. Sawa, lakini naomba kwamba labda tualite walimu kidogo ili waweze kutufafanulia nini kilichojili, lakini sasa naomba uwe makini kwa vitu ambavyo vitakavyotajwa au vitakavyosemwa. Tuko pamoja? Haina shida. Nakusikiliza wewe. Sawa. Umeondoka lini nyumbani? Takriban ni mwezi mmoja. Mwezi mzima toka hiyo hali iwakute. Nakuwa umekwenda wapi? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nini habari? Ni kuhusiana na wake zangu. Wake zangu wana matatizo. Ndio. Wake zangu wamekuwa machizi. Ndio. Wake zangu wametoroka nyumbani. Sawa sawa. Hawashikiki wake zangu. Ndio. Naomba mnisaidie kuwarejesha katika hali yao ya kawaida. Ndio. Wake zako wamepata husuda. Wamepata husuda. Wamefanyiwa kitu kimoja kwa pamoja. Wamepewa uchawi kweupe. Tafuta mbuzi wawili. Chota maji ya bahari uje nayo. Alafu chota mchanga wa kaburi la kike. Basi zeni hivyo vitu uje navyo hapa. Sawa Lakini nitakupa dawa ukafika kule
nyumbani, utaoga, halafu nyingine utakwenda kutupa ngia panda 7 kwa kuwataja majina yao, waje haraka sana. Kwa hiyo naomba uwe makini na vitu hivyo Tunaondoka sisi Bwana, kazi hizi tunazifanya tu, lakini ngumu. Ndio nachoka, mtu nachoka kabisa. Ndio. Shehe wangu niambie. Nimetoka kuongea na wakuu. Nimeelezea matatizo yangu. Sasa. Lakini wameniambia kuna vifaa wataniagiza. Wamesema nitafute mbuzi wawili. Mchanga makaburini. Aliyezikwa mwanamke kwenye kaburi ambaye amezikwa mwanamke. Sasa. Lakini wamehitaji na maji ya bahari. Sasa. Mimi nasema hakuna tatizo hilo. Wala ondoa shaka hilo. Mungu akijalia unawezekana wakarudi. Sasa watakaporudi tu lazima wafikishe hapa. Na kuahidi kitu kimoja. Pindi wake zangu wakipona. Sawa. Nina kiwanja changu. Basi nitakupatia kiwanja. Mimi nasema usidanganye tu. Kwa sababu wengi wanafanya hivyo baada ya kufanikiwa wanasema wako itakuwa kama mfano. Jinsi wake zako alivyo na wewe utakuwa hivyo hivyo kama utakuwa utaleta kile ahadi ambazo ulizitimiza. Maana utakuwa hunipi mimi. Wake zangu ni bora kuliko hata kiwanja nilichokuwa nacho. Basi sawa. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, popote walipo wake zangu wapate kurudi nyumbani. Warudi wakiwa japo wazima kidogo tu, ili tupate kuacha. Natumaini Mwenyezi Mungu atatusaidia. Magharibi, mashariki, kaskazini. Asante Mungu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu, namshtakia kwako kwa aliowatendea hawa wake zangu hivi. Kwani wewe ndio tumaini letu Mwenyezi Mungu. Leo hii wake zangu ni watu wa kuzalilika. Bwana wake zako. Basi ngoja kwenye maarifa kidogo. Haikana kusikiliza. Basi. Mimi usubiri akafunga na mimi nafungua. Haika.
Pole sana. Hawa ni wake zako? Hawa ndio wake zangu ambao nikubalisha. Hawa walishawahi kufika kwangu. Alianza kufika huyu, baadaye akaja huyu. Na lalamiko lao lote ni moja, lakini sikufahamu kama ni mtu na mkewe mwenzie. Lakini hawa nimewalaza hapa ili mimi na wewe tuongee. Baada tukishamaliza nitawaamsha. Lakini nakwambia kijana wangu kwamba hawa sio wanawake wazuri. Kwa sababu mwanamke akishakuwa anakuwa hamtaki mwenzake katika ndoa, basi anayumbisha hata wewe. Alikuja huyu akaona, akanambia kwamba anampenzie. Mimi nikasita, lakini bwana unajua tena. Kwa sababu ndio shughuli zetu. Mimi nikampatia. Akaja na huyu vile vile halikadhalika. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba hawa sio wanawake wazuri. Utafikiria mwenyewe, sikwambii kwamba waache, lakini sio watu wazuri, sio wanawake wazuri. Elewa? Wao ni watu wa kuangalia wanawake, ni rafiki zetu, lakini watu wa kuangalia sana. Na pia siku nyingine ukitaka kuoa wanawake wawili, lazima ufike kwa mtu yote mtaalamu akufanyie mambo ili waweze kupatana na wewe pia uweze kuwapenda wake zako na wewe wakupende. Kwa hiyo mimi nasema hivyo ushauri wangu, lakini hakuna shida, mimi ngoja niamshe hawa. Hawa. Hawa tainuka, hawana shida yote. Itakuwaje hawa kama japo mnatakia wengi. Nimehangaika sana kwa ajili yenu. Nakumbukeni niliwasihi sana mpendane. Cha ajabu mmeziba masikio. Mmenifedhesha sana. Nimehangaika sana kwa ajili yenu. Haya ndio mlikuwa mnayataka. Mwisho wa siku mnaona kilichotokea. Imekuwa ni aibu sana kwenu. Mmefanya vituko vingi sana mtaani. Sura zenu mtaziweka wapi? Mmerogana mchana kweupe. Mganga mmoja ndio alifanyia hichi kitendo. Kama angekuwa mganga ni tofauti, hivi mngekuwa katika hali gani mpaka leo? Hayo ndio ingekuwa ni maisha yenu. Mna roho mbaya sana. Vipi siku tungekuwa na familia? Simngerogana watoto zenu? Kama mmeweza kujiroga nyinyi, mngeshindwa nini mimi kunifanyia mambo kama haya? Kwa hili lililotokea Safina, natamka kuanzia leo talaka 3. Si mke wangu tena. Husna, kuanzia leo talaka 3. Si mke wangu tena. Na hivi ninavyowaambia, fungashe virago vyenu. Wa Iringa aende Iringa, wa Morogoro aende Morogoro. Nimemaliza. Mwana kulitafuta? Mwana kuipata. Haya wa Iringa. Unasemaje mimi wa Iringa? Haya wao ngelengele. Mazito. Mdogo wangu. Sisi ni binadamu. Na Mungu anapogundua amefanya kosa, naomba msamaha. Msamehe. Usijali dadangu. Nimeshakusamehe. Nami pia punguko kwanza naomba unisamehe. Nashukuru mdogo wangu.